Wanandoa ni marafiki. Wanandoa ni watu wa karibu sana. Wana time nyingi sana ya kuzungumza mambo mengi sana wanaweza wakawa wanazungumza, wanaulizana, wanafarijiana, wanasaidiana katika vitu vingi sana. Na respect na naheshimu sana watu ambao ni wanandoa lakini pia ni marafiki. Na hii ni nzuri zaidi kwa sababu watu wanaoishi kama wanandoa lakini pia wanaishi kama marafiki mara nyingi wanaongea vizuri sana, lakini pia wanashauriana vizuri sana kwa sababu wanaposhauriana wanashauriana kama kujengana wao wanandoa, lakini wanashauriana kujengana kama wao ni marafiki. Maswali yako mengi wanapokuwa wamekaa, mume anaweza akamuuliza mke juu ya mambo mengi sana, safari ya maisha, vile familia ilivyokuwa, mambo ya masomo na nini, utotoni ilikuwaje, na pia ina uwezo wa kutengeneza future, nini ambacho unakiona kesho juu ya maisha yako, nini unakiona juu ya watoto wako wanaokuja, wanaoendelea kuja, au hawa wanaoendelea kusoma, nini unakiona kwenye maisha yao. So vitu vinaweza vikawa vingi sana. Kitu gani unapenda, kitu gani hukipendi, lakini nakiishi. Ni sehemu ya discussion za marafiki, lakini pia wako kwenye ndoa pia. Maana yake ni mume na mke pia. Lakini vile vile hata mke pia ana uwezo wa kuwa na vitu vingi sana vya kutaka kumuuliza mumewe. Anaweza akauliza maswali mengi. Nini unapenda? Nini hupendi? Chakula gani unapenda? Nini ambacho ninakiishi lakini ukipendi kama mume wangu? So yanaweza kama maswali mengi. Hayo ni mfano tu, lakini wewe unaweza ukawa umemuuliza mkeo mambo mengi sana, lakini pengine wewe unatarajia kumuuliza mumeo maswali mengi zaidi ya haya ambayo nimekupa tu kama sample. Sasa karibu katika The Gold Voice, liko somo bashasha ambalo linaendelea kuleta afya za ndoa mbalimbali, linaendelea kuleta afya katika maisha mbalimbali na watu kwenda kuishi maisha ya ndoa za ndoto zao. Sasa somo letu la leo linasema kama huna kifua usimuulize mkeo swali hili. Yako maswali mengi sana ya kumuuliza mkeo, lakini hili swali unapaswa kuwa na kifua. Swali lenyewe linasema, safari yako ya mahusiano ikoje kabla hujakutana na mimi? Hili ni swali ambalo limeibua vitu vingi sana kwenye maisha ya ndoa nyingi. Baada ya wanaume kujua safari za wake zao, kuna matokeo mawili yalitokea na katika mazingira tofauti. Kuna wengine walipojua safari za wake zao walizidi kuwapenda zaidi. Lakini kuna wengine walipojua safari za mahusiano ya wake zao before kukutana nao, ilileta maumivu mazito na kubadili sura ya ndoa kiujumla. Wengine ilileta bashasha na kuwasaidia wake zao matatizo yao. Pengine walijikuta kwamba wale watu walifanywa vitu ambavyo ni vya kikatili na viliweza kuwaathiri kisaikolojia. Wakapata muda mzuri na kuwajenga na kuwarejesha, wakawa ni watu wenye upendo na amani tena kwenye maisha ya mahusiano tena ya ndoa. Lakini wengine baada ya kugundua mapito ya wake zao, baada ya kujua safari za kimahusiano kabla hawajakutana na wake zao, walimwaga machozi, walibeba roho ya kikatili, walijua wako na watu ambao sio sahihi. Lakini kumbe kuna wakati mwingine unatakiwa kujipima kabla haujamuuliza swali hili mkeo. Ila kama una kifua, ina uwezo wa kukusaidia sana. Moja, inaleta advantage. Pengine mkeo alipitia mambo mengi sana ambayo yalimwathiri kisaikolojia, hivyo hayuko sawa kisaikolojia. Sasa huwezi kuwa na mama wa watoto wako ambao kisaikolojia hayuko sawa, lakini unapogundua kwamba kisaikolojia hayuko sawa kwa sababu ya mapito ambayo ameyapitia, inaweza ikawa fursa ya kumsaidia, ya kumshauri, ya kumjenga, ya kumrejesha. Lakini kama hautakuwa na uwezo wa kufanya hayo mambo, hebu relax my dear. Hebu relax mwanaume mwenzangu, tulizana. Rizika na kile ambacho umekikuta, mkubali jinsi alivyo, halafu habari za wapi amepita na wapi alikutana na nini, achana na hizo habari, kwa sababu zina uwezo wa kuleta moyo tofauti ndani ya moyo wako na kufanya maisha yako yasiwe na furaha, yasiwe na amani tena juu ya mkeo. Hii ni The Gold Voice na mimi ni MC Kakatiba Official. Subscribe, karibu kwa masomo yanayoendelea.
ya